kumshukuru Mungu na kushuhudia matendo ya Mungu makuu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ilikuwa siku ya Jumamosi usiku, nilikuwa nimelala. Mungu alinifunulia kule nyumbani. Mjomba wangu alikuwa anaumwa, yaani kama ndoto niseme. Sasa yuko anaumwa, alafu mimi niko namshuhudia kwenye ndoto, namwambia hapa Mungu anataka tu roho yako apate kuiokoa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikaamka ile asubuhi, nikawa natafakari, nafikiria, lakini muda nikasema ngoja nimpigie mama yangu nimsalimie. Nampigia hivi, akaniambia niko huko kwa mjomba wako anaumwa. Alikuja na kwenye harusi. Anaumwa, yeye hawezi hata kunyanyuka. Kuna kitu kimembana mgongoni na shingoni, hawezi. Analia tu. Lakini nikakumbuka Roho Mtakatifu akanikumbusha ile ndoto niliyoona usiku, na nilifunuliwa vile vile. Nikamshuhudia, nikamwambiaje, mimi nimeona 1, 2, 3. Kwa hapo unapopaswa ufanyeje? Umkiri Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Kweli hakukataa, akasema ni kweli. Nikamsalisha sala ya toba, nikamaliza, nikaomba naye kwenye simu hiyo asubuhi. Baadaye nikamwambia uwe na imani, Mungu atakuponya tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikaja hapa Jumapili kanisani, ile muda wa kuomba Roho Mtakatifu, ni kweli nilinena sana. Lakini baada natoka huko kanisani naenda nyumbani hata kuwapigia hawakupatikana. Nikasema Mungu atakuwa amefanya. Jioni nikaambiwa amepona, yuko vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo unaweza ukajiona uko peke yako kwamba umeokoka. Mungu huyu anakutumia wewe kuokoa wengine ambao walikuwa hawawezi. Bwana Yesu asifiwe. Ushuhuda wangu unaishia hapo. Mbarikiwe na Bwana. Haleluya. Leo ni siku mpya kabisa ambayo mimi sijawahi kuiona, naiona ni mpya kwangu. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu, maana siku 30 hizi tulizofunga ilikuwa sio kazi rahisi. Katika maombi yangu yote huwa nafunga 30 ndio, lakini haya maombi yalikuwa na nguvu, yalikuwa yana vita. Yaani mpaka nikawa namwambia mdogo wangu, hivi maombi yana nini? Ananiambia kwa nini dada? Nimefunga siku ya kwanza, ya pili na tepeta, yaani sio mimi. Akasema umepoje siku ya pili tu umechoka hivyo? Nikamwambia hata sielewi. Haya maombi wana nguvu, yalikuwa na nguvu, ambaye alikuwa amekaa vizuri kwenye kufunga ana ushuhuda. Nina kila sababu ya kumwambia Mungu asante, kwa sababu ndani ya siku 30 kila ambacho nilikuwa nakiona katika ulimwengu wa roho ilikuwa inakuwa ni kweli. Hilo ninakwambia, yaani ni kweli. Kama alivyosema Esther, ni kweli. Mimi ni mara nyingi wakati mwingine naona niko kanisani, kuna siku nikamshuhudia Baba Gudi. Asubuhi tu Jumapili nampigia Baba Gudi simu. Nimeota leo kuna 1, 2 kanisani. Ikawa hivyo ndio wanakuwa walivyo hapo, siku wanakuwa wakuimba. Nikamwambia wanakuwa wajaimba leo, wameimba watoto wimbo hivyo. Na pia ilikuwa ni hivyo mpaka kuja kana shangaa, wewe umeotaje hivyo? Unaona? Kwa haya maombi yalikuwa na nguvu, tuna ushuhuda tuanze kusimulia hapa. Kwa kweli muda utaisha. Ni mambo mengi Mungu aliyotutendea, ni mambo makubwa katika biashara zetu. Mungu ameonekanika, ametupa amani. Yaani mimi nina furaha, natamani hata tungeendelea. Nilikuwa najua baba mpaka Jumapili hivi, kumbe leo yameisha. Hivi nilivyosikia mkesha nikasema sema leo wa kwanza nifike nifunge, kwa sababu Mungu aliyotenda kwangu mimi nayajua. Si kwangu tu, hata kwa familia yangu pia. Si kwa familia yangu, hata kwa mume wangu, mambo kaenda tu vizuri. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu. Hiyo siku nikapaki ndinga pale, ndio nikasema leo nimetoka wapi? Kumbe ni siku 30 za vita. Bwana Yesu asifiwe. Nampenda sana Yesu na babangu wa kiroho. Amina sana. Niambia alikuwa anatetemeka hivi. Umeona? Kama unakumbuka kijana niliwaambia kwamba yale maombi yalikuwa na vita sana. Kama unakumbuka mpaka kuna muda mimi nilikuwa na kazi ya maji ya moto. Siku ya kwanza, siku ya pili. Umeona? Kwa hiyo alikuwa na nani? Alikuwa anatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana. Leo basi Ni maongezeko na mpaka sio na mazingira. Mimi napenda kumshukuru sana Mungu, amenipigania katika haya maombi. Nakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumamosi usiku, niliota kwa nimelala, nikaota nyoka kubwa
yaani nyoka alikuwa mkubwa mno. Lakini katika hiyo ndoto nikaanza kuomba. Nikaomba, baada ya kuomba ile nyoka kabadilika akawa bibi. Ila huyo bibi mimi simjui, ndio mwanangu akaanza kumuona. Kwa kweli nilimpiga sana huyo bibi. Nikampiga, baadaye akaanza kuniomba, naomba huu uchawi wangu nirudishe huyo mtoto wako mdogo huyo anayenyonya. Nikamwambia iwezekani huyo mwanangu hawezi kubeba huo uchawi wako. Nikampiga, yaani niliomba, nikapiga, baadaye bibi akawa amepotea. Kushtuka nakuta mwanangu kweli anahangaika analia. Nikaanza kumbembeleza, nikaendelea kuomba. Kakuta mpaka asubuhi. Kesho yake tena hiyo Jumapili kwenye maombi ya jioni sikuacha, kwa kweli niliendelea kumpiga huyo bibi kwenye maombi, na sasa hivi mwanangu anaendelea vizuri. Tena napenda tena kumshukuru Mungu kwa watoto wangu wawili, Lameki na Angel. Kwa kweli darasani yaani maendeleo yalikuwa yako vizuri, lakini namshukuru Mungu sasa hivi wanaendelea vizuri. Wanafanya mtihani kwenye hili likizo. Angel matokeo yake yalikuwa mazuri, japokuwa ya huyu bado yanasumbua, lakini namwamini Mungu atakaa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo bila maombi huyu mtoto angelisishwa mikoba ya nini? Ya uchawi. Kwa sababu alifunga na kuja akaja akamshtakia Mungu hapa, ndio maana huyu mtoto ameweza kutoka kwenye vifungo vya kichawi na sasa hivi yuko huru tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tujifunge kujiungamanisha baba anapotangaza maombi, funga kwa uaminifu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mshangilie Bwana kwa makofi na legelegele kama unayo amani. Amen. Mshangilie tena huyu Bwana aliyekupa nguvu ya kusimama. Amina. Yes, mimi nina sababu ya kumshukuru Mungu kwa yale ameyatenda toka tulipoanza ya maombi. Amina. Namshukuru Mungu sana sana. Sijawahi kupata kibali cha kuongoza maombi haya. Nilikuwa yaani naona viongozi wanateuliwa ila wanalala. Ila ninachomshukuru Mungu nilikuwa nikisimama watu wanafanyaje? Wanaomba. Kitu cha pili, kuna watu ambao nilikuwa nimeonyeshwa katika ulimwengu wa roho wamefungiwa kwenye mashimo, wamezikwa kabisa, naona wengine wao kanisani na wamefunguliwa. Wamefunguliwa kabisa. Amen. Siku ambayo wamefunguliwa ilikuwa ni wiki ya pili, ambapo baba alitangaza tuanze kufungua malango. Nilianza kuona hiyo roho, naona watu wanafanywa ibada tukiwa hapa. Kuna watu wanafanywa ibada nje. Nikawa nalia mbele za Mungu hao watu wafunguliwe. Wa kwanza nitamwangamiza baba. Wa pili baada ya jaja ila yuko hapa. Kuna binti mmoja ambaye tulikuwa tunamwombea kipindi cha nyuma, alikuwa anapitia wakati mgumu sana. Hiyo hali ilirudi na nikaona bado amezikwa kwenye shimo. Mama Abi, mtoto wako zamani nimemtaja. Yes, tuliomba kwa ajili ya huyu. Mimi nilikuwa naonyeshwa kila sehemu anakopelekwa na kila mahali alipo. Siku moja nikamuuliza hiyo hali imeanza kurudi? Akaniambia anaiona tena, anaanza kuona wale watu wanamfuata. Tulipoingia kwenye haya maombi, mimi niliendelea kupambana kwenye lile shimo ambalo lilikuwa limewekewa tofali, limewekewa kabisa na mabati hivi. Anapiga kelele akiwa huko chini. Lakini siku ya wiki ya pili ambayo tuko kwenye maombi, niliona anatoka kwenye hilo shimo, anakuwa huru kabisa. Tumshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Kwa hiyo Mungu ametenda mambo makubwa, mengine tutayashuhudia siku ya Jumapili. Asante. Amen. Kwa sababu kila nilikuwa nikiomba naona kabisa mambo yanakuwa mepesi. Ilikuwa ni Jumapili Jumamosi ya wiki iliyoisha, baba alinipigia simu akaniambia anataka kuenda kijijini, kuna mashamba yake akayauze.
Sasa kaka yake akawa ameyakatalia, akasema hayatauzwa. Amina. Kwa hivyo akaniambia, mwanangu, jioni ukipata nafasi njoo tuzungumze, kuna ndoto nimeiota. Ilipofika jioni nikapata kama uzito fulani, sikwenda. Nikasema ngoja nilale, asubuhi nitaamka mapema niende kabla ya kuingia ibadani. Nimelala, nikaamka saa 10. Nilipoamka saa 10 nikaona muda bado, wacha nipumzike saa 1, fike saa 11 niende kwa baba. Nilipolala nikaanza kuota niko kanisani ninaomba. Nimeomba. Na kuja kumaliza kuomba nashtuka, naangalia saa, naona ni saa 2 kasoro dakika 18. Nikakurupuka, nikasema inabidi niwahi ibadani, siwezi kwenda hata kwa baba. Nimeamka, nimejiandaa. Wakati natoka ndo naona saa inasema ni saa 1 na dakika 6. Haleluya. Nikaona basi ni mpango wa Mungu. Nikaenda ibadani. Nilipofika hapa, wakati nimeanza kuomba yale maombi ya asubuhi, nikasikia ndani naambiwa, hii vita sio yako, hauiwezi, niachie mimi. Nilichokifanya nikasema, Mungu, kwa sababu umesema hii vita sio yangu, ni yako, na kuachia. Kilichoendelea sikujua, lakini nilichokuwa nakifanya nilikuwa tunapigana kuhusiana na swala la baba yangu. Baadaye jioni pia nikaja kwenye maombi. Nilipokuja pia nikasikia hivyo, nikaendelea kuomba. Nimeomba, baadaye nikasikia hali kama mwili ulikuwa mwepesi, yaani mzigo kama umeshuka. Nikaenda nikamuelezea baba, akaniambia, uendelea tu kuomba, usiache. Basi jioni yake nikaenda kwa baba, nikamuuliza, hiyo ndoto uliyoiota ni ipi? Akaniambia kwamba nimesikia, hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza alisikia alikuwa visiwani anavua samaki, iko 1982. Alisikia sauti inamwambia atoke mbali na nyumbani kwao. Sasa juzi tena anataka kwenda, ikarudia tena inamwambia atoke aende mbali na nyumbani kwao. Akasema yale mashamba mimi nimesamehe, nitavuna vyakula vyangu, nitawaachia mashamba. Nikasema sawa. Niliporudi, Shosha alikuwa ameota ndoto mara 3 ananiotea mimi kuwa kuna kitu nakishika, lakini nanyang'anya. Kila nikivutana nazidiwa nguvu. Ila mara ya mwisho alipoota hakuona kama nimekichukua au nimenyang'anya. Kwa hiyo namshukuru Mungu, mpaka sasa hivi hatua nilionayo, ninaona kabisa kile kitu ninaenda kukichukua bila shida yoyote. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kila anachokielezea huyu, mimi nimeonyeshwa mara hizi. Kila sijui amenyang'anywa, sijui hajanyang'anywa, yaani ndio naogopa sasa kwenda kumwelezea. Unajua ukienda kumwelezea wakati mwingine kwamba nimeona umenyang'anywa, anaweza akafanyaje? Kwa hiyo ninachotakiwa ni kumwombea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi nimeonyeshwa mara ngapi? Mara 3. Na sikujua kwamba ana vita kama hiyo. Kwa hiyo Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu ni mwaminifu. Ndani ya haya maombi Mungu amefanya. Haleluya. Basi tushangilie kwa ajili ya hayo mambo. Haleluya kanisa. Amen. Mimi nimesimama hapa kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Ninamshukuru Mungu kwanza kwa ajili ya kanisa hili. Kanisa hili nimelipenda na kulifurahia. Nimefurahia kwa jambo moja tu, kwamba kanisa hili la Mungu, lakini lina uhuru wa kumtumikia Mungu. Amen. Ina uhuru wa kufanyaje? Kumtumikia Mungu. Sio kurelax kwa sababu unaokoka. Uhuru wa kumtumikia Mungu. Yaani unakuwa mtumwa wa haki. Sio? Amina. Maana kipindi ulikuwa mwenyezaji, ulikuwa mtumwa wa dhambi. Na ulipotoka kule huko ulikuja kuwa mtumwa wa haki. Amina. Amen. Amen. Kwa hiyo nimefurahi kwa hiyo. Baba Mungu akubariki sana. Lakini na simama hapa kumshukuru Mungu kwa ajili ya wiki hii iliyoisha.
na hii tuliyoanza. Ninyi mlikuwa kwenye maombi, mimi ni mgeni, sikufunga nanyi, lakini ninaamini katika maombi yenu yamkini mlitutaja na sisi bila kufahamu. Amen. Sasa kwa nini nimesimama hapa? Jumapili sisi ibadani kwetu alipatikana mpendwa mmoja ambaye yeye alikuwa ni Muislamu, akaja kuokoka. Amen. Kwa hiyo alipookoka akapewa sala ya toba na maisha mengine yakaendelea. Sasa leo saa 2 nikapigiwa simu na mzee wa kanisa kwamba huyo kijana ambaye alipewa sala ya toba mwanae amefariki. Alikuwa shule anasoma Morogoro. Sasa mimi pale kanisani sio mzee wa kanisa, sio katibu wa kanisa, ni shemasi tu kama mashemasi wengine wa hapa, sio? Lakini taarifa zote za ghafla zilifikia mimi, wakijua kuwa mimi ni mwepesi wa kufika hilo eneo. Amen. Amen. Kwa nilipopewa hiyo taarifa na mimi nikatafuta mtu mmoja, tukaenda kumwona huyo kijana anaishi Kirumba. Tumeenda pale, tumesaidiana naye, tukamtia ampa maneno ya Mungu, yeye alifajia na safari kwenda. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hiyo. Nimetoka kule ndio nimepitiliza kule kwa sababu nilikuwa nina information ya mkesha. Kwa hata nyumbani kwangu sijafika, na wengine hawajajua kama niko ile kwa hapa. Mmoja tu ndio nimemtaarifu kwamba niko hapa. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa ajili ya maombi yenu, maana katika kuomba kwenu Mungu ametenda mpaka yule mtu anaokoka, japo amekuja kwetu, lakini wote tunaenda mbinguni na mbingu ni moja. Kwa hiyo wabariki sana. Amen. Maongezeko na upako usiozuiwa na mazingira. Nimeelezea kumshukuru Mungu kwa makubwa aliyonitendea ndani ya mwezi mzima. Kwenye kwanza maombi kwangu mimi, kwanza nimeingia kanisa hili sasa hivi ni mwaka wa 4, sijawahi kufunga ndani ya mwezi mzima, ndio mara ya kwanza. Kwa hiyo kupitia maombi nimepitia magumu na majaribu na vizuizi vingi, vizingiti vilikuwa vingi, lakini kupitia maombi jinsi tunavyofundishwa na baba, nikatia amri na kumkataa shetani asiingilie kazi yangu. Kwa hiyo mwanzo nilikuwa kuna muda, mara ya kwanza tunafunga, nikaota nimeshakula, mpaka nikajiuliza Mungu, mimi nilikuwa nataka kufunga, mbona nimeshakula? Kuja kuamka kumbe niko kwenye ndoto. Nikasema mbona hii shetani anataka kunifundisha nyuma wakati mimi nimeshaamua nafunga, sasa hivi sitaki kizuizi chochote. Ya pili tukaenda ndani ya wiki nzima, tena ya tatu ikaja tena kwamba nimeota nimekula. Kwa nikaona hapa sasa shetani anataka kunirudisha kwamba hapa nifanye kweli ili nisiendelee na kazi yangu. Nikabidi nimkatae shetani. Nikakataa, hatimaye Mungu akanitetea na mimi nikasimama kwenye maombi jinsi ambavyo na mimi nilikuwa nataka na mimi nisimame kama watu wengine jinsi wanavyofunga na kuomba bila pingamizi, bila kudondoka. Hata kama ndiye ilikuwa ngumu kwangu na vikwazo vilikuwa vingi vya familia, lakini niliviepuka. Nikamwambia Mungu nitie nguvu niweze kusimama tena, nisiweze kudondoka, shetani asipate nafasi juu ya maisha yangu. Na pia namshukuru Mungu kupitia watoto wangu shuleni, kama binti yangu Grace, wengi wanamfahamu, alikuwa kuna vitu vingi vinamtatiza, kuna majaribu mengi, lakini kupitia maombi yangu haya nilisema Mungu amenitendea, na mwanangu sasa hivi uko vizuri mpaka shuleni, mwalimu anasema anaendelea vizuri, hadi kwenye masomo yao vizuri. Na nishukuru Mungu kwa mwao umejitambua, alikuwa anamlilia Mungu siku zote watoto wangu waweze kujitambua, lakini Mungu amenisikiliza na amenijibu. Na la pili, mume wangu kazi zake zinaenda vizuri, pia na kwangu mimi kwenye kazi zangu. Naweza kumshukuru Mungu kwa sababu wengi wanasema hali ni ngumu, lakini kwangu mimi siwezi nikasema ni hali ngumu kwa sababu kwa kila siku ninaweza kupata chochote. Namshukuru Mungu kwa hilo. Haleluya. Baba mkuu, naendelea kubarikiwa na Mungu. Uishi miaka mingi kwa sababu maelekezo yako tunatii. Wow. Haleluya. Amen. Kuna watu wanasema kwamba baba
kirahisi. Baba kirahisi sana. Tatizo lako Alhamisi hauji. Baba anakuwepo hapa Alhamisi kuanzia asubuhi anakupa maelekezo. Kuna mwingine na ushuhuda. Karibu mama mwenyekiti. Karibu sana. Karibu. Amen. Huyu mama kwenye idara ndio mpinzani wangu. Mwenyekiti wa mama, mwenyekiti wa vijana. Huyu mwaka lazima kwenye tegemeza lazima ni. Yaani hapa tuna damu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vijana mpo? Tupo. Vijana mpo? Tupo. Wamama mpo? Wamama hai? Vijana hai? Hai. Tutajiona siku ya dawa binani mkali. Haleluya. Asante Mungu. Maana mshindani wa hili ni mzuri. Amen. Tuna dabi, lakini hii dabi tukiwashinda inabidi tukawatume washindane na wababa. Sisi tunabaki kuwa babu kubwa. Si ndio mama? Yes. Nimesema hawamwi vijana hawa. Tutawaonyesha kazi. Na tukimaliza kuonyesha kazi tunawatuma wakashindane na wengine. Mbarikiwe sana, mnanibariki sana. Amina. Wamama, mbarikiwe kwa kuja kwenye mkesha. Leo nimeona message sikulala na taarifa ya mkesha. Lakini nikasema Mungu, naomba nifike kwenye mkesha. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Awali yote napenda kumshukuru Mungu. Amenitetea, yaani katika siku zote ilikuwa hajawahi kutokea mwezi mzima nikahudhuria hivi moja kwa moja hapa kanisani. Nilikuwa wakati mwingine nasema ngoja niombee nyumbani. Lakini sasa kauli mbiu ya kumheshimu mtumishi wa Mungu. Na wanakwambia ukitaka kufanikiwa heshimu mtumishi wa Mungu na madhabahu yake. Bwana asifiwe. Amen. Yaani hiki kitu tusikidharau. Nimeheshimu, nimeyaona matunda. Mimi nasemaga muda umefika pale ni mbali, ila nilikuwa na udhaifu. Yaani sasa hivi mimi nimepona. Amen. Nimesimama hapa kuambia taarifa njema. Yaani mwezi wa 4 wa 5, yaani kwanza wa 3 nilikuwa naumwa, wapendwa, nilikuwa naumwa. Yaani nilikuwa mpaka nasema Mungu, kila nikikaa tu natafakari makosa. Kila nikikaa tu maana niliona nimechoka. Nikaenda pale Mwananchi wakanipima. Lakini wananiambia bado naumwa. Wananipa rundo la dawa na meza, lakini naenda kuambia tena naumwa. Yaani kuna siku nilifika na uchungu, nikamwambia daktari, dokta, mimi bado naumwa. Akaniambia mama, naumwa nini sasa? Nikamwambia mimi naumwa. Akaniambia naomba nikutume Bugando. Bwana asifiwe. Amen. Yaani sasa sijui imani yangu ilikuwa haijakazia vizuri. Kweli nikaenda Bugando. Wakanipima. Wakasema wakaniandikia dawa. Nilikuja na mfuko wa dawa nyingi sana. Nilipofika nyumbani nikaziangalia zile dawa. Nikasema kweli hizi dawa zitaishia kwenye mwili. Si sumu hii. Kwani nikarudi tu kumtafakari Mungu. Nikawa nasema sasa nitakuwa naenda kanisani, naenda kuomba. Sasa nataka nivae uhalisia wa imani. Kuja kumaliza hizi dawa nitaenda Bugando. Nataka niende kupata majibu mazuri. Na kuja hapa na nimeshawaza hivyo Jumapili kuja hapa mtumishi wa Mungu anatangaza maombi ya mwezi mzima. Yaani nini Mungu alivyowaajabu. Yaani nimesema kwamba mimi nitakuwa naenda kanisani, naenda kuomba. Alafu nafika mchungaji anatangaza maombi ya mwezi mzima. Sikuwahi kuyadharau yale maombi. Hata niwe wapi. Yaani nilikuwa naamini hata niache chochote kile. Nikimbizane na maombi haya. Siku ambayo sikuja, nakumbuka sikuja mara ya kwanza nilikuwa Bugando. Kule ukienda yaani unachelewa kutoka. Kweli sikuhudhuria. Siku ya pili pia nilikuwa nimeenda kuendea, nikarudi nimechelewa sana. Nilifika saa 12. Ndio siku ambazo nilimisi. Lakini na pia nikifika nyumbani lazima nijiungamanishe na madhabahu kwamba na mimi nafanya maombi. Namshukuru Mungu sana. Niliporudi tarehe 23,
imeisha. Sukari ilikuwa kila nikipima, sukari iko juu, wakakuta sukari iko vizuri. Presha ilikuwa inanisumbua, yaani wakakuta, yaani mpaka akashangaa, mama huyu mtoto wa madhara ya tumbo amepona kweli? Yaani wengi wanasumbukaga, yaani na ulikuwa yaani kuwa mbaya huyu. Nikamwambia namshukuru Mungu, lakini dokta, mimi nilikuombea wewe wakati unaanza kunihudumia, nikamwambia Mungu, dokta huyu anayenihudumia, naomba nipate uponyaji kutoka kwako, sio mwanadamu anayenitibu. Kuanzia sasa natibiwa na Mungu. Mimi namshukuru Mungu sana. Namshukuru sana Mungu aliye hai, naye mwabudu, amenitetea na amenipigania. Asanteni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli yule mama amepambana sana. Kila siku nilikuwa namkuta, sijawahi kumkuta wa mwenyekiti kwenye wako. Na mimi kiongozi mzuri. Siwezi nikakosa Bwana. Mungu amenitetea, amenipigania. Nimefanyaje? Nimemaliza mfungo vizuri. Sikutarajia kama nitamaliza. Kwa sababu ile siku ya kwanza tu njaa mpaka nilikuwa natetemeka, nikaanza kujua hiki ni nini. Na wakati alafu pia namshukuru Mungu, ndani ya haya maombi mimi nimepiga mara 2 kavu. Umeona? Nilikuwa natembelea ukuta, lakini ninaenda tu. Kwa Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia sasa hivi nadhani tuna wageni. Kwa hiyo mgeni utakuwa umenyosha mkono pale, nitakuwa nakuja na kitambulisho na sababu nakitambulisha kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Wageni tunawapenda sana. Rehobothi tunawapenda wageni. Rehobothi tunawapenda wageni. Karibuni sana. Mjisikie huru. Hapa ni madhabahu ya maongezeko. Ulipoingia hapa lazima utoke umefanyaje? Umeongezeka. Kwa na imani katika hilo. Nianze na huyu neno. Bwana Yesu asifiwe. Maongezeko na mipango sio sana mazingira. Amen. Hapa ni mbaya. Sawa? Amen. Lakini kwa sababu wewe unifahamu na nitambulisha. Amen. Kwa majina naitwa Paulo Captain, mwenyekiti wa vijana katika kanisa la Free Methodist. Leo nimejisikia na nilikuwa nimekaa nyumbani lakini Mungu ananiambia nenda kesho. Naamini hapa leo katika Mungu atatufungua. Bwana Yesu asifiwe. Kampa mwingine. Wageni, unanyosha mkono. Yule kule. Pale. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Ibrahim Matondo Isaac. Wewe na mwisho dogo. Na hapa hivi. Ni shema askari mbaya. Lakini mwenyekiti msaidizi wa umoja. Mungu awabariki. Amina. Karibu sana mwenyekiti msaidizi. Amina. Haleluya. Amina. Amen. Sasa nitambulishe kwa jina langu. Ndio. Naitwa Richard Sebulu. Ni mwenyekiti wa kanisa wa vijana wa kanisa la University. Ndio. Ya Saka. Kati yake na Shosha. Amina. Karibu sana. Hebu tumshangilie Mungu wakati wa Mungu. Haleluya. Amen. Tunaimba sana. Amina. Mimi jamani sio mgeni, ni mwenyeji. Nawapenda, nimeokoka. Amina. Karibu sana. Kwa mama wetu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Majina naitwa Debora Konstantini, nimeokoka na mpenda Yesu, nipo na mwenyeji wangu hapa, nipo na mamangu. Amen. Karibu sana.
Karibuni kwetu. Amina. Karibu sana.